Shalom, shalom. Na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ni siku nyingine njema tena ya Jumapili yetu ya mwisho katika mwezi Machi, tarehe 29. Tunamshukuru Mungu aliyetufikisha hapa. Leo tena tunaendelea na somo letu lingine la mafundisho ya kibiblia. Leo napenda kuzungumza nawe ndugu msikilizaji kuhusu vita vya kanisa au vita vya watu wa Mungu pamoja na Ibilisi. Kichwa cha somo kinasema vita kanisa dhidi ya baba wa uongo. Baba wa uongo ni Shetani. Shetani amekuwa akisababisha mambo mengi ya uongo ndani ya kanisa kwa kusudi tu la kuliharibu kanisa ili lisiwe katika namna ambayo Mungu anataka kanisa liwe. Yesu akiwa na wanafunzi wake wakati wa huduma yake aliwahi kuambia Wayahudi na wale Mafarisayo, kitabu cha Yohana sura ile ya 8 mstari wa 43 na 44, nasoma. Anasema mstari wa 43, mbona hamuyafahamu hayo nisemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Yesu aliwaambia Wayahudi na Mafarisayo ambao walikuwa napinga maneno yake kwamba ninyi mnapenda kusikia maneno ya baba yenu Ibilisi, ambaye ni mwongo na baba wa uongo. Yeye ni mwongo tangu mwanzo. Kwa nini Yesu anasema ni tangu mwanzo ni mwongo? Kwa sababu Shetani Ibilisi ndiye aliyeanzisha uongo wa kumdanganya Hawa. Katika sura ya 3 ya kitabu cha Mwanzo alimdanganya Hawa. Tangu mwanzo ni mwongo na ndani yake hamna kweli. Anasema yaliyo yake mwenyewe. Yesu ndiye aliyosema Shetani ni baba wa uongo, ni mwongo tangu mwanzo. Sasa huo uongo anaufanya uongo kwa nani? Kuongopea mambo ya Mungu, kuyageuza mambo ya Mungu, kugeuza kweli ya Mungu, kudanganya watu wa Mungu. Kila wakati tangu mwanzo Shetani ni adui wa kweli ya Mungu. Na tukisoma katika waraka wa Korintho wa pili sura ya 11, tunaona maneno ya mtumishi wa Mungu Paulo. Korintho ya pili sura ya 11, mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza maneno haya. Pia alikuwa akizungumza maneno haya kutokana na watumishi waliokuwepo, lakini wanafanya kinyume na mambo ya Mungu. Wanapindua Biblia, wanapindua maandiko, wanapindua kweli, lakini ni watumishi wa Mungu. Paulo anawahitaje? Katika mstari wa 12 sura ya 11 mstari wa 12 anasema, lakini nifanyalo nitalifanya ili niwapinge hao watafutao nafasi wasipate nafasi, ili kwamba katika neno hilo wajisifialo waonekane kuwa kama sisi. 13, maana watu kama hao ni mitume wa uongo. Kumbe hata mitume wa uongo walijitokeza, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. Wala si ajabu
maana hata shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa na kazi zao. Paulo alikutana na changamoto hizi katika huduma yake. Waliinuka mitume, yeye alikuwa ni mtume wa mataifa. Waliinuka mitume ambao walikuwa wanapingana na injili ya Paulo, wakigeuza injili ya Paulo, wakigeuza kutoka kwenye ukweli kuwapelekea watu uongo, wakitanguliza sheria zao ambazo ni kwa manufaa yao. Paulo anasema ni mitume wa uongo, wanajifanya kuwa mitume wa haki lakini ni wa uongo. Na sio ajabu, kwa sababu hata baba yao shetani ni mwongo, naye anajigeuza kama mtumishi wa haki. Paulo huyo katika waraka kwa Warumi sura ile ya 16, nao Warumi, hata huko Warumi alikutana na mafundisho haya, alikutana na mitume hawa, alikutana na watumishi wa Mungu waliojifanya ni watumishi wa Mungu, ni mitume, ni wahubiri, lakini walikuwa wanapindua kweli ya Yesu. Paulo anasemaje kwa Warumi sura ya 16 ule mstari wa 17? Anasema, ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Wapo watumishi wa kujiepusha nao, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Tuna watumishi ambao lengo ni kutumikia matumbo yao. Mungu wao ni matumbo yao. Wakati wengine unatafuta kumpendeza Mungu na maneno ya Mungu na haki ya Mungu, wapo watu ambao wamejiingiza kwa faida ya matumbo yao. Hawa walikutana na Paulo, akalionya kanisa la Rumi kujiepusha na watu kama hawa. Walikuwepo. Kwa nini Biblia inasema ni mwongo tangu mwanzo? Shetani ameanza kudanganya tangu mwanzo. Alimdanganya Hawa. Nikupe mifano michache katika Wafalme wa kwanza sura ya 22, Agano la Kale. Katika Wafalme wa kwanza sura ya 22, Wafalme wa kwanza sura ya 22, nisome ule mstari wa 16. Kabla sijasoma, nataka tu nikueleze habari, maana sitasoma yote ukayaelewa, lakini sura hii ya 22 ya Wafalme wa kwanza inaeleza juu ya vita vya mfalme wa Israeli aliyokuwa anapigana na maadui. Na katika vita hiyo alimshirikisha mfalme wa Yuda, maana kulikuwa na Israeli na Yuda. Alimshirikisha na mfalme wa Yuda kwa sababu yeye hakuwa na kibali, alikuwa amemkosea Mungu. Akamshirikisha Yehoshafati mfalme wa Yuda ili wasaidiane kupigana vita na maadui. Yehoshafati alimshauri huyu mfalme wa Israeli kwamba, je, manabii wa Mungu umewauliza wamekuambia nini kuhusu vita hii? Mfalme wa Israeli alisema, nimewashirikisha manabii wote, wametoa kibali, wote wamesema Mungu ameruhusu, wote wamesema tukapigane vita tutashinda, wote. Na mfalme wa Yuda akasema, je, hakuna nabii mwingine zaidi ya hawa ili naye tumsikie? Akasema, yupo nabii wa Mungu anayeitwa Mikaya, lakini yeye unabii wake mara nyingi si mzuri, ananitabiria uongo. Lakini akashauriwa tumuite naye tumsikie, atuambie Mungu anasemaje juu ya vita hii, tupigane au tusipigane. Mstari wa 16, mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli?
kwa jina la Bwana nikuapishe mara ngapi? Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hutanitabiria mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu? Maana Ahabu alikuwa amemkosea Mungu. Sasa Mungu ameruhusu huyu aende vitani, akapigwe vita, akafia huko. Manabii wanamwambia kuna amani, unakwenda kushinda wewe. Unaona, ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke. Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. 21, akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani utamdanganya? Jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenani, akampiga kofi Mikaya, akampiga Mikaya kofi la shavu. Akasema, roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili ujifiche. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mukamrudishe kwa Amoni mkuu wa mji na kwa Yoashi mwana wa mfalme, mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani, mkamlishe kwa chakula cha shida na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema kwa mimi. Akasema, sikieni enyi watu wote. Mikaya alikuwa ni nabii wa Mungu, lakini katika nchi ya Israeli kulikuwa na manabii wengi waliofanya kazi ya kumpendeza mfalme, kutabiri uongo. Walitabiri uongo. Mikaya anatabiri kweli, waongo wengi wanatabiri uongo. Huyu nabii wa kweli Mikaya anakamatwa na kuwekwa gerezani na kuteswa na kunyimwa chakula na kunyimwa maji na kupigwa makofi kwa sababu anasema kweli. Lakini wale waongo wanapata kibali. Ukiendelea kusoma habari hii, mfalme alienda kufia vitani, alipigwa, aliisha, taifa lake lilipigwa. Ndivyo shetani anavyofanya kazi, kuleta udanganyifu kwa watumishi wa Mungu. Si wote wanapewa ujumbe na Mungu, si wote. Tukisoma tena, unaweza ukasoma sura ya 18 ya Wafalme, habari za Elia aliposhindana na wale manabii 450. Wale 450 walikubalika, walipata kibali, ujumbe wao ulikubalika, lakini Elia unabii wake ulikataliwa. Baadaye akasema, isiwe shida, hebu tulete ng'ombe tuone ni Mungu gani ambaye atashusha moto kwa dhabihu ya ng'ombe. Wale 450
hakuna moto ulioshuka, lakini Mungu wa Eliya alishusha moto, ikaonekana Mungu wa Eliya ndiye Mungu wa kweli. Wale manabii 450 waliuawa. Na siku zote manabii wa uongo ni wengi, manabii wa kweli ni wachache. Katika vizazi vyote ndivyo ilivyokuwa. Tukiingia kwa manabii, tumwangalie Yeremia. Tumwangalie nabii Yeremia. Nabii Yeremia alipewa ujumbe wa kutabiri, kulionya taifa ili litubu, ligeuke, lisiende utumwani. Lisiende utumwani Babeli kwa watumwa miaka 70. Lakini katika Yuda walikuwepo manabii wengi waliowatia moyo kwamba Mungu anawapenda, Mungu anawafurahia, Mungu anawabariki, Mungu anawatakia mema, mtafanikiwa. Wakati Yeremia anasema Mungu amekasirika na dhambi zenu, anataka mtubu, walikuwepo watu wa kuwatia moyo, tena ni wengi. Yeremia yuko peke yake. Sura ya 14 tunasoma hivi, ukianzia mstari wa 10 mpaka 16. Mungu anamwambia Yeremia, watu hawa nakwenda kuangamiza Yuda, nakwenda kuiangamiza kwa sababu wamelitenda dhambi. Ndipo Yeremia katika mstari wa 13 akashangaa. Ndipo anasema, ndipo nikasema, Bwana Mungu, tazama manabii huwaambia hamtaona upanga wala hamtakuwa na njaa, bali nitawapa amani iliyo thabiti mahali hapa. Ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi sikuwatuma wala sikuamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaya mioyo yao. 15. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi, kwa habari ya manabii wanaotabiri kwa jina langu, wala mimi sikuwatuma, lakini husema upanga na njaa hazitaingia katika nchi hii. Kwa upanga na njaa manabii hao wataangamizwa. 16. Na watu hao waliopewa unabii na wao, unaona, watu hao waliopewa unabii na wao watatupwa nje katika njia kuu za Yerusalemu. Yeremia anasema, mbona manabii, watu hawa wanakosa? Hawa watu wanakosa, wamedanganywa na manabii. Manabii wanawaambia eti umesema watakuwa na amani siku zote. Mungu anasema mimi sikuwatuma hao manabii, hao ni waaguzi, hao ni waongo, wala sikuwatuma, hawakusikia kutoka kwangu, wanatabiri uongo wao na ndoto zao na maono yao wenyewe. Na hao wanaowasikiliza manabii hao nao wanakwenda kupotea. Hao wanaowasikiliza hao manabii wanakwenda kupotea, na hao manabii ni wengi. Yeremia yuko peke yake. Hata Yesu alisema katika Injili ya Mathayo, alisema kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia wote shimoni. Watatumbukia wote shimoni. Watu wanawasikiliza manabii wa uongo ambao wana ushawishi, ambao wanajipendekeza, ambao faida yao na matakwa yao ni matumbo yao. Tangu zamani, tangu wakati wa mwanzo tumeona Yeremia amepambana nao mpaka taifa la Yuda limekwenda utumwani, kwa sababu watu walisikiliza unabii wao, hawakusikiliza unabii wa Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Yeremia. Na hawa walikuwa na wengi na ushawishi mkubwa na kujipendekeza. Mtu wa Mungu hajipendekezi, analo neno kutoka kwa Bwana. Ukisoma sura ya 23 mstari wa 21 Yeremia utaona hivyo hivyo. Ni kuonyesha tena Yeremia 27 mstari wa 9 kwa ufupi. Yeremia 27 mstari wa 9 unasema hivi: lakini katika habari zenu
Msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli. Maana wanawatabiria uongo ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu, niwafukuze mkaangamie. Acha kuwasikiliza manabii wa uongo, acha kuwasikiliza walimu wa uongo, acha kuwasikiliza wanania mbaya juu yenu. Shetani anawatumia. Shetani hana jema. Shetani ni mjanja. Shetani hawezi kutumia watu wa nje kuwadanganya watu wa Mungu. Shetani anatumia watu waliomo ndani ya kanisa, anawaongoza kupotosha kundi la Mungu. Sio kila nabii anatoka kwa Mungu, sio kila mhubiri anatoka kwa Mungu, sio. Tangu mwanzo shetani ni mwongo, anaeneza uongo kupitia ndani, na watu wengi wanapotea, wanaongozwa na kupotea, kama taifa la Yuda lilivyopotea. Na ndivyo ilivyo. Mungu huyu alienda kwa nabii Ezekieli. Nabii Ezekieli sura ya 13. Tumwangalie nabii Ezekieli. Huyu alikuwa ni Yeremia, lakini naye Ezekieli sura ya 13, Mungu anamwambia nini kuhusu uongo unaokwemo ndani ya taifa, ndani ya watu wa Mungu? Sio wote wa kweli, wengi wanatumiwa na Ibilisi. Mstari wa kwanza 13, Ezekieli mstari wa kwanza. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli. Wanaotabiri uwaambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ole wao manabii wajinga wanaofuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote. Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo ukiwa. Hamkupanda kwenda mahali palipo bomolewa, wala hamkutengeneza nyumba ya Israeli boma, wapate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Mstari wa 6, wameona ubatili na uganga wa uongo hao wasemao, Bwana asema, lakini Bwana hakuwatuma. Nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Je, hamkuona maneno ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo? Nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno. Unaona? Naye sasa huyu Ezekieli naye kipindi chake, kila mtu alikuwa na kipindi chake. Kipindi cha Ezekieli kulikuwa na manabii wengi wa uongo, na hawa ndio walisikilizwa zaidi na taifa. Mungu anamuinua Ezekieli atoe unabii kwa ajili ya manabii. Nabii wa kweli anapewa ujumbe kwa ajili ya manabii wa uongo ambao ni wengi, ambao wanasikilizwa. Waambie kwamba ni waongo, wanasema uongo, wanadanganya watu kwa faida zao wenyewe. Mimi sikuwatuma. Lakini taifa liliamini kwamba hawa ni manabii wa Mungu, na kwa sababu hiyo taifa liliangamia, lilifanyika kuwa watumwa kwa sababu ya kusikiliza manabii wa uongo ambao wana nguvu na ushawishi. Sura ya 34 ya Ezekieli, Mungu tena anamtuma Ezekieli atoe unabii kwa ajili ya wachungaji. Mstari wa kwanza, neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii uwaambie, naam, hao wachungaji wa Bwana Mungu asema hivi, ole wao wachungaji wa Israeli. Mungu alimpa Ezekieli ujumbe wa kuonya manabii wa uongo. Sasa anampa ujumbe kuonya wachungaji wa uongo. Si kila mchungaji ameletwa na Mungu, si kila nabii ameletwa na Mungu. Na kwa kawaida manabii wa uongo wanaimbuka kwa nguvu na ushujaa na udanganyifu mwingi na ushawishi mwingi na idadi kubwa, lakini idadi ya watu wa Mungu ni wachache. Hata Wakristo wa kweli ni wachache, hata watumishi wa kweli ni wachache. Ndio kitu tunachokiona.
Ndio kitu tunachokiona. Hata Isaya, ukisoma Isaya 9 mstari wa 16, naye alitabiri hivi, alisema wawaongozao watu hawa ndio wanaowakosesha, lakini wao hao walioongozwa, waliokubali kuongozwa na hawa wameangamia. Kwa nini waangamie? Kwa nini Mungu waangamize? Mungu ametupa akili ya kumjua na kutafuta mapenzi yake. Hata akili zetu zinahitaji kutumika. Watu wamekuwa wajinga, wamedanganywa mambo ya ajabu, wengine kwa tamaa tu wamemwacha Mungu. Isaya 30 mstari wa 9. Isaya ambaye alikuwa ni nabii aliyetabiri mambo mengi sana kuhusu Agano Jipya na ufalme wa Yesu katika Agano Jipya. Isaya 30 mstari wa 9 anasema hivi, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kusikia sheria ya Bwana, wawaambiao waonaji ni manabii, wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Wakati Mungu anapingana na manabii wa uongo wanaodanganya watu, roho hii iliingia mpaka kwa watu wa kawaida, wakawa wanawashawishi manabii kwamba msitabiri mambo ya kweli, msituambie mambo mazito, mambo ya kweli, mwe mnatuambia mambo mepesi, mambo laini, msituambie ukweli mwingi, tuambieni mambo yanayodanganya. Kumbe hata manabii nao wana makosa yao, na watu wanapenda kusikiliza mambo ya uongo. Kumbe watu wanapenda kusikiliza mambo laini, mambo mepesi, mambo ya kudanganya, mambo yasiyo na ukweli, ndio yanawafurahisha mioyo yao na maisha yao. Wanasema msituambie ukweli, tuambieni mambo ya kudanganya, mambo laini. Hawataki mambo makubwa mazito. Na kanisa linapenda starehe. Usiwaambie habari ya dhambi, habari ya makosa. Kuna wachungaji na wahubiri wameshawishiwa na washirika wao, hata hawawezi kusema kweli ndani ya makanisa yao, kwa sababu watu kizazi hicho nacho wanapenda mambo laini, wanapenda mambo laini ya kuwafurahisha. Ezekieli huyo sura ya 22, Ezekieli huyo sura ya 22 ambaye tumesoma pia katika sura ya 22 ya Ezekieli mstari ule wa 26. Ezekieli 22 ule mstari wa 26 unasema, makuhani wake wameihalifu sheria yangu, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu. Hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi. Nao wamefumba macho yao wasiziangalie sabato zangu, nami nimetiwa unajisi kati yao. Makuhani, wachungaji wameshindwa kufundisha kweli ya Mungu ndani ya makanisa. Wameshindwa kutofautisha mambo mabaya na mambo mazuri, vitu vichafu na vitu najisi na vitu vitakatifu. Wakristo hawatofautishi, kwa sababu makuhani wameshindwa kufundisha na kutofautisha. Uchafu umechanganywa na haki, vitu vimejiingiza, na Mungu ametiwa unajisi katika hekalu lake, katika kanisa lake, kwa sababu makuhani wake hawajui kufundisha tofauti ya hiki na hiki. Hapo taifa linaangamia. Haya, tuachane na manabii. Yesu moja kwa moja anaanza huduma Yesu katika Agano Jipya. Ujumbe wake wa mwanzo katika Injili ya Mathayo sura ya 7, anaanza kuonya watu na manabii wa uongo. Sura ya 7 mstari wa 15 ndio ujumbe wa mwanzo huo. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. 16 mtawatambua kwa matunda yao.
mtawatambua kwa matunda yao. Jihadharini, kuna manabii wa uongo watawajia huku wakionekana ni wanakondoo, wakiwa wamevaa mavazi ya mwanakondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu wakali, wenye kudanganya, wenye kupotosha. Mwakimbie. Tutawajuaje? Anasema mtawatambua tu kwa matunda yao. Mtu wa Mungu hawezi kukosa kuwatambua kwa matunda yao. Shetani pia ni mwongo, kwa sababu ni mwongo. Amewadanganya watu eti wanawapima kwa matendo. Wanasema Biblia imesema tutawapima kwa matendo. Yesu hakusema tutawapima kwa matendo, amesema tutawapima kwa matunda. Iko tofauti kati ya matunda na matendo. Watumishi wa uongo wengi wana matendo mazuri, lakini hawana matunda mazuri. Matunda ni nini na matendo ni nini? Mtu mwongo anaweza kuwapa watu zawadi, anaweza kuwalisha, anaweza kuwajengea majengo, anaweza kuwajengea hata makanisa, anaweza kuwapa hata vyakula, anaweza kuwapa hata fedha, anaweza kutenda miujiza, lakini hayo ni matendo. Hayo ni matendo. Matunda je? Wanatuma za ukahaba, wanatuma za wizi, wanatuma mbalimbali. Huku wengine wana ukahaba, wengine wana vimada, wengine wanawake wa pembeni, wana michepuko, sijui wana uchawi, wana nguvu za kishirikina. Hayo ni maisha ya mtu huyo. Hayo yanaitwa matunda. Je, unampima mtu na kumtambua kwa njia ipi? Ya matendo au matunda? Tunawatambua kwa matunda. Hata ungefanya matendo makubwa na miujiza na misaada, lakini matunda yako yanakataa, nitakutambua kwamba wewe ni nabii wa uongo. Yesu alionya hivyo katika sura ya 24 ya Mathayo. Yesu walipomuuliza dalili za wakati wa mwisho ni zipi, Yesu alianza na maonyo ya kuwaonya juu ya udanganyifu. Walimuuliza sura 24 mstari wa 3, lakini mstari wa 4 anaanza kujibu. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwamba wakati wa kuja kwake Yesu watu watadanganywa. Kuhusu kuja kwa Yesu watu watadanganywa. Mstari wa 11 anarudia, anasema, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kuhusu kuja kwake, sura hii inahusu kuja kwake. Watu wengi watadanganywa. Mstari ule wa 20 na 26 unasema, basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki, maana udanganyifu utakuwa mkubwa kuhusu kuja kwake. Yesu ametangulia kuonya, na mahali pengi ameonya kanisa kujiepusha na uongo. Tunakwenda tumwangalie mtumishi wa Mungu Paulo moja kwa moja katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20. Matendo ya Mitume sura ya 20 na ule mstari wa 28 anaanza kuonya. Baada ya kufanya umisheni na kuhubiri Injili na kufundisha mafundisho mengi, anawaaga kwa maneno haya. Anasema, jitunzeni nafsi zenu, enyi watumishi, enyi viongozi mnaoongoza kundi la Bwana. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi na lolote ambalo Roho amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. 29, sikiliza. Najua, Paulo anasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu, wawavutie hao wanafunzi wawaandamie wao. Kusudi la manabii na walimu na wachungaji wa uongo ni kuwavuta watu wawatazame wao, wawaandamie wao. Yesu katika Mathayo 7 alisema manabii wa uongo watakuwa watavaa mavazi ya kondoo, lakini ndani yao watakuwa ni mbwa mwitu wakali. Na Paulo hapa anasema, baada ya kuondoka kwangu hapa Efeso, nikiondoka watakuja mbwa mwitu wakali.
watawapotosha, wataleta mafundisho ambayo hatukufundisha sisi, ili tu muwaandamie wao, muwaandamie wao. Mstari wa 31, kwa hiyo kesheni mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu usiku na mchana sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Kanisa linaonywa kwa sababu kuna udanganyifu mwingi kila mahali palipo na kazi ya Bwana. Manabii wa uongo, walimu wa uongo, watumishi wa uongo ni wengi kuliko watumishi wa kweli. Tangu mwanzo na kipindi chote cha Agano la Kale na manabii na mitume. Paulo anaendelea kwa kanisa la Galatia ambalo alilianzisha, alihubiri, alifundisha na kuweka misingi yote katika kanisa la Galatia. Ile sura ya kwanza, Galatia sura ya kwanza mstari wa 6 anasema, nastaajabu kwa maana mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu watabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Paulo alikuwa amehubiri, ameweka misingi ndani ya makanisa, lakini kuna watu wanatoka nyuma, akiondoka wanakuja wanafundisha mafundisho yaliyopotoka na kuwageuza waamini mioyo, wanageuka kurudi kwenye utumwa tena. Kila alipopita Paulo, kuna walimu walirudi nyuma kufundisha uongo na upotofu. Unaona? Sura ya 3 mstari wa 1 Paulo anasema, enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaroga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Hawa wamerogwa na nani? Wamerogwa ambao wamegeuka, wameanza kuacha imani, wanaanza kufuata injili nyingine. Nani amewaroga? Wamerogwa na walimu na wahubiri wa uongo wanaopotosha maandiko. Baada ya Paulo kupita, wanarudi nyuma. Sura ya 5 mstari wa 7 ya Wagalatia, mlikuwa mkipiga mbio vizuri, ni nani aliyewazuia msitii kweli? Wamezuiliwa na mafundisho ya mchanganyo yasiyozingatia ukweli wa Mungu. Lengo ni kujitafutia watu wawaandamie wao kwa faida yao, kwa matumbo yao. Paulo huyo anakwenda kwa kanisa la Kolosai sura ya 2. Kolosai sura ya 2 mstari wa 8 anawaonya hivi, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, kwa madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana kulikuwa na watu wanaingia, wanajivunia elimu yao, wanajivunia maarifa yao, wanajivunia ujuzi wao, wanadanganya, wanapindua maandiko kwamba maana yake ni hii, wanawatoa katika kweli ya Mungu. Paulo analionya kanisa la Kolosai kujiepusha, wasipoteze kweli yao kwa kudanganywa na watu kama hawa. Unaona? Mstari ule wa 18 katika sura hiyo, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa, ambacho kwa hiyo yeye mwili wote ukizuruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Msidanganye na watu kama hawa, na wapo wengi katika siku zetu. Analionya kanisa la Kolosai. Ukienda kanisa la Tesalonike, watu waliingiza mafundisho mengine kuhusu kwamba Yesu amekwisha kuja tayari.
Tesalonike ya pili sura ya pili, Paulo anaandika, anasema kuhusu kuja kwa Yesu. Msishitushwe, msidanganywe na hao walimu wa uongo, msidanganywe na mtu yeyote. Kristo haji mpaka aonekane kwanza yule mtu wa kuasi. Tayari maandiko ya wahubiri wa uongo walikuwa wameingia kwenye kanisa la Tesalonike kupindua mafundisho ya Paulo. Analionya kanisa. Tukienda kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 3. Timotheo ya kwanza sura ya kwanza samani. Timotheo ya kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 5, hebu nisome. Mstari wa 4, wala wasiangalie hadithi za nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Kuna mafundisho yanayoleta maswali ndani ya vichwa vya watu. Vichwa havitulii, havipati majibu ya Mungu, vinawafanya watu wasimjue Mungu. Maswali mengi. Paulo anamfundisha Timotheo ambaye ni mchungaji kijana, afundishe mambo ambayo hayataleta maswali. Neno la Mungu limenyoka, lakini madongo mabaya, mafundisho mapotofu yanaleta maswali mengi sana ndani ya vichwa vya watu, mpaka wanashindwa kumjua Mungu. Wanazeeka ndani ya makanisa, hawamjui Mungu. Wanatumika, hawamjui Mungu. Mstari wa 5, walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine wakiyakosa hayo, wamegeukia maneno ya ubatili, wanapenda kuwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wanenayo kwa uthabiti hawajui. Watu wanafundisha, hawajui vitu wanavyofundisha. Wamekuwa walimu wengi, lakini injili imepotoshwa. Hawajui kweli. Hata Mungu mwenyewe hawamjui, hata Yesu mwenyewe hawamjui. Kanisa liko kwenye hatari kubwa. Paulo aliona hiyo, akagombana sana. Sura ya 4 ya Timotheo mstari wa 1 anasema, basi Roho anena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kipindi cha mwisho mafundisho ya mashetani yalienea ndani ya makanisa, na hata leo mafundisho ya mashetani yameenea ndani ya makanisa. Mafundisho ya mashetani ya namna gani? Yanapatikana wapi? Yako ndani ya makanisa, yanafundishwa na watumishi, lakini hayana faida yoyote kwa Mkristo kumjenga hata amjue Mungu, ila kumpa mzigo na maswali na kuchanganyikiwa. Mpaka Ukristo umekuwa ni mzigo mkubwa kwa Wakristo wengi. Hata hawapendi hata kwa Wakristo. Wanaona kama wamekosea kwa Wakristo kutokana na mafundisho ya watumishi wengi wasio na uthabiti na mafundisho yao. Mstari wa 6 unasemaje? Mstari wa 6 unasema wakumbushe ndugu mambo hayo, nawe utakuwa mtumishi mwema wa Kristo Yesu na mzoefu wa mambo ya imani na mafundisho mazuri yale uliyoyafuata. Mstari wa 7, bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae. Kuna mambo yanayofundishwa ndani ya makanisa ni hadithi za kuzikataa, ni hadithi za kurudisha watu katika imani, za kupotosha, za kufanya Ukristo uwe mzigo. Tuzikatae. Ni nani atakayezikataa? Ni yule aliyefunuliwa na kuijua kweli. Kanisa linaondoka katika kweli kwa mafundisho na watumishi wa uongo, tangu mwanzo mpaka mwisho wa kanisa. Unaona? Ukisoma Timotheo ya pili sura ya 3 mstari wa 1, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwenye nyakati za hatari. Hatari gani? Paulo anafundisha mchungaji huyu Timotheo kijana, anamjenga ili akasimamie vema, kwa sababu atakumbana na mambo ya hatari asiposimama katika imani.
Ukisoma Tito pia utaona kwanza katika Timotheo ya pili 4, nisome ule mstari wa 3. Timotheo ya pili 4 mstari wa 3 unasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Kanisa limekuwa ni kituo cha hadithi za uongo, mawazo ya watu, sio neno la Mungu. Hizo ni nyakati za hatari za kujiepusha nazo. Ni nani anayeweza kuzitambua? Ni yule aliyekubali kuitafuta kweli katika uaminifu. Vinginevyo hatutapona. Hata Tito naye kama mchungaji alionywa. Tito 1 mstari ule wa 10, kwa maana kuna wengi wasiotii, wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji, na hasa wale watohara, ambao yapaswa wazibwe vinywa vyao. Tuna watu ndani ya makanisa wanapaswa kuzibwa vinywa. Nani asimame kwa ujasiri na neno la Mungu? Watu hawa waongo wanaopotosha kanisa wazibwe vinywa vyao. Hawa wanapindua watu wa nyumba nzima, wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu, ili wapate fedha. Mapato ya aibu ni mapato ya kifedha, rushwa, injili ya rushwa ya kupata fedha, injili ambayo Mungu ni tumbo. Mtu wa kwao, nabii wao mwenyewe amesema, Wakrete ni waongo siku zote, hayawani wabaya, warafi, wavivu. Ushuhuda huo ni kweli. Kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali, ili wapate kuwa wazima katika imani. Wasisikilize hadithi za Kiyahudi, wala maagizo ya watu wajiepushao na yaliyo kweli. Vitu vyote ni safi kwa hao walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwa hao walio wanajisi, wasioamini, bali akili zao zimekuwa najisi na nia zao pia. 16 wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kila tendo jema hawafai. Ni watumishi lakini hawafai. Ukienda Yakobo sura ya 3 anaonya juu ya walimu wengi wasio na uhakika wanachojifundisha. Ukienda Petro ya pili mstari wa 1, nisome Petro ya pili sura ya 2. Petro ya pili sura ya 2 inasemaje? Nisome mstari ule wa 1. Petro ya pili sura ya 2. Petro naye ni mtume, anaonya, lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu, kwa ujanja, uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Hata kwenu watatokea walimu wa uongo wanaojiingiza kwa ujanja na uerevu ili kupotosha. Hawa wanaletwa na nani? Wanaletwa na Yesu, wanaletwa na Mungu, wanaletwa na shetani. Ndani ya makanisa kuna watumishi wa shetani. Ni vita kati ya kanisa na baba wa uongo ambaye analeta uongo ndani ya kanisa, vinapambana. Sasa upande wa Mungu watu wengi wamekuwa wajinga, hawatumii nafasi ya Mungu, wanakubali, wanavutwa na uongo na ujinga. Unaona, Petro ameonya. Sura ya 3 ya Petro mstari wa 15 anasema hivi, nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa, vile vile kama katika nyaraka zake zote pia, akitoa humo habari za mambo hayo.
Katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo, na hayo watu wasio na elimu, wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoavyo na maandiko mengine kwa uvunjivu wao wenyewe. Petro anashuhudia, Mungu amempa neema Paulo. Ni ushuhuda wa Paulo, wa Petro hapa. Mungu amempa neema Paulo, amemwezesha Paulo kufafanua mambo mengi ya Mungu katika nyaraka zake, ingawa katika maelezo yake mengine ni magumu mtu kuelewa. Lakini watu wasio na elimu, watu walioharibika akili zao, wamejiingiza kuyapotoa, wameyapotoa kama walivyozoea kupotosha maandiko mengine, wakimsingizia Paulo, wakisingizia Yesu, wakisingizia kwa sababu ya upotovu wao wenyewe. Wameinua elimu ambazo hazipo. Ukienda kwa Yohana naye ametoa maonyo, sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Ukianzia mstari wa 18 sura ya 2, ametoa maelezo pale ya kutosha. 18, mimi nisome ule mstari mmoja tu wa 26. Anasema hivi, nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Ametoa Paulo mafundisho haya katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Anafundisha kwa sababu anataka kulionya kanisa kutokana na watu wanaopoteza. Unaona? Wanapoteza. Katika sura ya 4 ya waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa kwanza, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Mwe mnazijaribu hizo roho, mwe mnapima hayo mafundisho, mwe mnamjua huyo Mungu wenu. Mungu gani ambaye analeta mchanganyiko? Mungu gani? Yesu gani amenajisika? Watu wanatoka kwenye kweli wanaingia kwenye uongo, wanatoka kwenye kweli wanahamia kwenye uongo. Nyakati za hatari. Unaona? Sio kila watumishi wameletwa na Mungu, hapana. Ukiingia kwa Yuda naye hivyo hivyo. Yuda naye ameonya. Yuda ni sura ile moja, tuna sura moja ya Yuda. Ukisoma mstari wa 4, anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola. Ukisoma ule mstari wa 10, lakini watu hawa huyatukana mambo wasiyoyajua, na mambo wayatambuayo kwa asili wajiharibu kwayo kama wanyama wasio na akili. Kupindua neno la Mungu, unajifanya mnyama usiye na akili. Unaona? Ukiingia kitabu cha Ufunuo, kuna makanisa 7, ujumbe kwa makanisa 7, kuanzia sura ya 2 ya Ufunuo mpaka na sura ya 3. Katika makanisa 7 yote yalipewa maonyo kutoka kwa Mungu. Ni makanisa mawili tu ambayo hayakupatikana na hatia. Makanisa mawili, Smyrna na Philadelphia. Makanisa mawili tu. Mengine 5 yote yalikuwa na hatia, yalikuwa na mambo ya kutubu na kurekebisha. Kanisa hili la Smyrna linaambiwa hivi, mstari wa 9, sura ya 2 mstari wa 9, naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope yatakayokupata. Ndani ya kanisa la Smyrna kulikuwa na watu waliojiingiza, wakijifanya ni Wayahudi, wakijifanya ni watu wa Mungu, kumbe ni sinagogi la Shetani. Lakini kanisa la Smyrna liliwagundua, hata likapata neema mbele za Bwana. Yesu analisifia. Kwa hiyo hawakuwa tu na sifa bure, walijiondoa katika mitego ya Shetani. Ukienda kanisa lile la Philadelphia ambalo pia lilipata sifa kwa Yesu, sura ya 3, ukisoma mstari wa 9 pia, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani,
wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Kanisa la Philadelphia lilipatikana na watu waliojiingiza kama ni Wayahudi, kama ni wenzao, kama ni wacha Mungu, kumbe ni sinagogi la Shetani. Lakini kanisa la Philadelphia lilipata neema ya kuwatambua na kuwatenga. Ndio maana Yesu analisifu. Kwa hiyo, kwa maelezo haya niliyoyaeleza hapa, tangu mwanzo mpaka mwisho wa Biblia, Shetani anapigana na watu wa Mungu, kule kupindua, kupotosha, kuharibu, kuchafua, ili kweli ya Mungu isiwakute watu. Wahubiri wanahubiri, wahubiri wa uongo wanainuka, wanafuata nyuma na kuziba na kufunika na kuchanganya. Na wahubiri wa Mungu anapowaita, wanaoitika wito wa Mungu wanakuwa wachache. Shetani analeta wahubiri wengi zaidi ili kufunika kweli ya Mungu isiendelee. Kanisa linabaki limedua, linabaki linaelea na hadithi na mapokeo ya uongo na mafundisho yasiyotoka kwa Mungu, yasiyoleta uzima ndani ya mioyo ya watu. Watu wana matumaini yasiyo na haja, yasiyo na tija, mizigo. Ukristo hauna faida tena. Watu wanamlinganisha Mungu na mwanadamu. Wameshusha hadhi ya Mungu, amekuwa kama mtu. Yesu anakuwa kama mtu, kama ndugu yao, hana thamani. Wanamlinganisha na viumbe, wanamlinganisha na wanadamu. Hawajui hata maana ya roho, hawajui hata maana ya Mungu, hawajui hata maana ya mbingu, hata maisha ulimwengu wa kiroho hawajui. Lakini ni Wakristo. Kwa nini? Kwa nini wamechelewa kujua? Mafundisho ya uongo yametanda na Shetani yumo kazini. Tukilala sisi, Shetani yumo kazini. Je, Yesu ameshindwa? Yesu hashindwi. Lakini Yesu halazimishi mtu. Yesu anataka hiari ya mtu, na watu hawana hiari, lakini wanataka kwa Shetani. Shetani maana yeye analazimisha, anawashurutisha watu. Wako tayari kumfuata yule anayeshurutisha, hawako tayari kumfuata yule anayetoa hiari. Na Mungu amemwacha Shetani afanye kazi yake. Watu wanauliza, kwa nini Mungu amemwacha Shetani? Shetani lazima wepo, tena kwa faida ya kanisa. Shetani yupo kwa faida ya kanisa. Mungu amempa mwanadamu kuchagua mema au mabaya. Utachaguaje wakati kiko kitu kimoja? Lazima viwe viwili ndio uchague. Utampendaje Mungu wakati yuko peke yake? Lazima wepo na Shetani ili uchague, umchague Shetani au umchague Mungu. Utachaguaje uzima wakati hakuna mauti? Kuna uzima na mauti, chagua. Kuna nuru na giza, chagua. Kuna Mungu na Shetani, chagua. Kuna haki kuna haki, unachagua haki au unaikata haki. Kuna mti wa uzima na mti wa mema na mabaya, chagua. Kwa hiyo Shetani yupo kwa ajili ya faida hiyo. Usingeweza kumpenda Mungu kama Shetani asingekuwepo. Tunampenda Mungu kwa sababu tunamkataa Shetani. Sasa kuna watu wanajiita ni wa Mungu, lakini bado wanamshikilia Shetani na mambo yake. Wengine wamejiingiza katika ufalme wa Mungu, lakini wameletwa na Shetani, baba wa uongo, ambaye ni mwongo tangu mwanzo. Kila analolifanya ni la kwake mwenyewe, na watoto wake wanafanya ya kwao wenyewe. Na ole wao wanaoongozwa na watu hao. Manabii walisema, na Yesu amepigilia msumari. Kiongozi kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wataingia shimoni. Tusemeje sasa? Lengo langu la kusema haya yote ni nini? Kama watu wa Mungu toka mwanzo mpaka mwisho wa Agano Jipya walikuwa wanapambana, watumishi wote wamepambana na uongo, wamepambana na watumishi wa uongo. Yesu amepambana na manabii wa uongo, Paulo amepambana, Petro anapambana, Yakobo anapambana, Yohana anapambana, Yuda amepambana. Haya, kitabu kimekwisha, kimekamilika. Je, tuseme ndipo na Shetani alitulia sasa, akaacha kupambana na Wakristo? Amefunga hiyo kazi, haipo tena? Hapana. Sasa ndio mara nyingi zaidi, sasa ndio zaidi.
Tena amejiingiza kwa akili na ujanja. Hajiingizi kama shetani, anajiingiza kama malaika wa nuru, na watumishi wake wamegeuzwa kama mitume wa kweli wa Yesu. Wanatumia Biblia na jina la Yesu, lakini Yesu hakuwatuma wala hakuwaita. Wapo kuchanganya ulimwengu ili wajipatie manufaa yao wenyewe, na injili inashuka chini, majina yao yanatukuzwa juu. Na Mungu ni mvumilivu, anasubiri. Mungu alimwambia Ezekieli, ni nani atakayejitokeza asimame mahali palipobomoka? Kusimama mahali palipobomoka kunahitaji kujitolea. Ukuta umebomoka, kisima kimebomoka, maji yanatoka, mafuriko yanatoka. Nani ajitokeze kusimama palipobomoka azibe? Nyumba imebomoka, wanyama wanatoka, kondoo wanatoka, mbuzi wanatoka. Nani asimame kuziba mahali palipobomoka? Kipindi hiki Mungu anawahitaji watu watakaosimama kuziba mahali palipobomoka. Mahali palipobomoka. Mafundisho yamekuwa ya ajabu mengi mpaka unajiuliza, Mungu anaonaje? Watu wanamsema Roho, lakini hawako tayari kusikiliza Roho. Ni kama tu kichaka fulani hivi cha kujifichia. Hebu nikupe mfano. Kutabiri na kufunua. Kutabiri ni nini na kufunua ni nini? Unahitaji Roho akufunulie. Akili zako hazitoshi mpaka Roho akufunulie. Ni ajabu. Ni ajabu. Tunazungumza Mungu anapatikana katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa roho maana kusionekana, yuko kila mahali. Wakati wa mwisho na sisi tutafunuliwa, tutajiingiza humo ili tukae pamoja naye. Watu wanasema mbingu, makao ya Mungu yako kule juu. Sasa nikuulize swali ambalo huhitaji kufunuliwa na Mungu na Roho. Tumia akili yako. Ni wakati gani Mungu anakuweko juu kule mbinguni, na ni wakati gani anakuwepo duniani? Ni wakati gani Mungu anakuweko kule juu mbinguni, alafu ni wakati gani Mungu anakuwepo hapa duniani? Na ni wakati gani Mungu anakuwa ndani ya moyo wako? Huyo Mungu aliyemweka makao yake yako kule juu, ni lini anaposhuka na ni lini anakwenda juu na ni lini anakaa ndani yako? Lini? Tenganisha huo wakati upate majibu katika Biblia. Tunaposema Mungu ni Roho, Mungu ni Roho maana ameenea kila mahali. Ni mtawala wa dunia nzima. Hakuna utakapojikwepa na uso wa Mungu. Mbingu za Mungu aliumba. Agano Jipya la Kale linatueleza habari ya uumbaji wa mbingu, uumbaji wa dunia inayoonekana, lakini Agano Jipya linatueleza uumbaji wa mbingu zisizoonekana, uumbaji wa ulimwengu wa kiroho. Sisi sio ule wa zamani, sisi ni wa ulimwengu mpya wa kiroho. Tumesoma siku nyingine katika kitabu cha Korintho, nilieleza maneno haya. Nirudie kwa kuhitimisha. Korintho ya pili sura ya 3. Korintho ya pili sura ya 3. Korintho ya pili sura ya 3, nisome ule mstari wa 14. Anasema, ila fikra zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wakaa, yani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo. Ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. Kuna watu Agano la Kale linawachanganya, hawajapata ufunuo. Agano la Kale liliumba vitu vya mwili, Agano Jipya linaumba vitu vya roho. Agano la Kale tuliumbwa mwanadamu kwa udongo, Agano Jipya tunazaliwa upya kwa roho. Watu hawaelewi, wanang'ang'ana vitu vya mwili,
wanatamani kwenda mbinguni kula nyama na mili yao. Wala Biblia inaposema mtafanana naye, hata yule wanayeambiwa watafanana naye hawamjui. Hasa ukiambiwa utafanana na Yesu na hujui Yesu yukoje, unadhani Yesu ana suruali, unafikiri Yesu ana miguu na mikono kama wewe, anatembea, ni utakayefanana naye? Biblia imesema mtafanana naye, lakini humjui Yesu yukoje. Ni mafundisho yameharibu vichwa vya watu. Neema ya Mungu tunaihitaji kuliponya kanisa. Ikiwa toka mwanzo mpaka mwisho kanisa na watumishi wote wamekuwa wakipambana na manabii wa uongo na walimu wa uongo na wachungaji wa uongo, kanisa la leo, je, limepona? Kanisa la leo tuko salama? Hatuna walimu wa uongo, hatuna mitume wa uongo, hatuna wainjilisti wa uongo, hatuna maaskofu wa uongo, hatuna watumishi wa uongo wanaodanganya na kupotoa maandiko. Na toka mwanzo mpaka mwisho utaona waongo ni wengi kuliko wakweli, ndio wanaogeuza. Sasa kimefika kipindi ukweli unaonekana ndio uongo, uongo unaonekana ndio kweli. Ukisema uongo unashangiliwa, ukisema ukweli wanashangaa. Kanisa limeibiwa na hakuna anayesema rudisha. Nani asimame mahali palipobomoka apige kelele kwamba rudisha? Kanisa linahitaji watu wenye macho kuelekeza kwa Mungu, vinginevyo kanisa tumepotea. Kanisa liko katika mapambano, kanisa dhidi ya baba wa uongo. Baba wa uongo hajatulia, hajafunga ofisi yake, mpaka sasa anafanya kazi tena kwa hila na ujanja na uelevu, ili watu waliojinga wasielewe. Ukisoma kanisa la Thiatira katika sura ile ya 2 ya kitabu cha Ufunuo, anasema kuna watu ambao hawajui kuzitambua mbinu za shetani, hawazijui hila za shetani, hawazitambui. Naona fumbo za shetani hawana uwezo wa kuzitambua. Mpaka leo tuna watu ambao hawezi kuzitambua fumbo za shetani ndani ya kanisa. Kila kitu wanasema cha Mungu. Ndani ya makanisa kumeingia, ukiingia kanisa unafikiri umeingia klabu ya starehe, klabu ya dansi, klabu ya kwenye klabu za usiku. Ukiingia kanisani Wakristo hao unawakuta mle, unadhani umeingia kwenye klabu, lakini wachungaji hawaoni. Maana ni ujanja, wanadhani ni starehe. Kanisa sio starehe. Kanisa ni mahali pa kuheshimika, pa kumwabudu Mungu. Vituko na usanii umejaa makanisani, wala nguvu za Mungu haziwezi kushuka. Na kwa sababu hazishuki, watu wanatumia ulazima tu, asema tumemwona Mungu, lakini Mungu hayupo. Tumeziona nguvu za Mungu kwa sababu eti wamecheza na jasho limetoka, wanafikiri wamemwona Mungu. Mungu hayupo. Mungu hana ujinga huo. Kazi zake nyingi zimefutika kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Mungu atusaidie, Mungu atuponye katika jina la Bwana. Amina. Kwa jina langu naitwa Mchungaji Dr. Zefania Mwarusambo. Namba yangu ya simu ni 07 54 04 15 99. Namba nyingine katika ofisi yetu ni 07 69 00 73 28. Namba nyingine ya 3 ya watumishi wa ofisi yetu ni 06 77 88 01 99. Tuwasiliane kwa mambo mengine. Mungu akubariki uliyesikiliza somo hili. Amina.